Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Ni siku ya Ijumaa Kuu. Kwanza tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya siku hii kuu. Kwa wale waumini wa Kikristo ni siku muhimu sana katika maisha ya kidini na kiroho. Kwa hiyo nipende kuwatakia Watanzania wote heri ya Ijumaa Kuu. Binafsi ninamshukuru Mungu ameniruhusu Ijumaa Kuu yangu niweze kuja kusifu na kuabudu pamoja na wasusi. Kama tulivyoona hapo ndani, mwandaji wa tukio hili la kipekee, tukio la kihistoria, ni tukio ambalo linaenda kuwasimamia na kuwaamsha, kuwapa nguvu mpya kabisa timu ya wasusi, ambayo tukio hili limeandaliwa na binti mdogo kabisa. Anafanya mambo mazuri sana na ofisi yake inayojulikana kama Chido Point. Chido Point ameweza kuandaa ibada hii maalum kabisa kwa siku hii ya Ijumaa Kuu, watu waabudu na kusifu. Lakini kwa wanawake, hata kwenye Biblia tunaambiwa urembo ni kitu muhimu. Kwa hiyo leo ni siku ya urembo na ibada, imeandaliwa na Chido Point. Nimeweza kufika hapa, kwanza mimi ni mdau wa wasusi kwa sababu pia napenda hiyo industry na ninaifanya. Nimeajiri wengi tu kwa ajili kupitia industry ya ususi. Kwa hiyo ninapomkuta binti ama kijana wa kiume, hapo ndani kuna wa kike na wa kiume. Kwa hiyo sio tu wanawake, hata wanaume wanafanya kazi nzuri sana ya ususi. Kwa hiyo baada ya kutambua hizi jitihada za Chido Point, niliona ni vema niungane naye, nimtie moyo akiwa kama binti, mimi nikiwa mama, nikiwa kiongozi. Nina kila sababu ya kuona kwamba sekta binafsi tunaiimarisha. Yule ambaye ameanza mnamuongezea nguvu. Kwa hiyo tunafahamu Chido Point ni graduate, amesoma, lakini hakutaka kwenda kufanyia kazi profession yake. Akawa na wito wa kuona kwamba aanzishe ofisi ya ususi, na ameajiri vijana wengi sana pale ndani, zaidi ya 40 naona wameweza kuajiriwa. Kwa hiyo jitihada hizi ndizo zilizonisukuma kuja kuweza kushiriki hapa kikamilifu katika kuabudu na kusifu. Lakini vile vile ninaamini, naona na kipilipili, na tarajia baadaye mtaniona na muonekano tofauti kwamba na mimi nitapata huduma hapa leo. Kwa hiyo jitihada za vijana, sisi kama serikali tutaendelea kuziunga mkono kwa namna mbalimbali. Kama ni msusi, kama ni mamalishe, kama ni babalishe, kama ni machinga wa biashara ndogo ndogo nashika mikononi, tunamuona Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, naye hayuko mbali. Ameweza kutoa mpaka sasa zaidi ya bilioni 10 maalumu kwenye benki ya NMB, ambapo wafanyabiashara wadogo wa aina hii ambaye anahitaji mtaji angalau wa milioni 4 kushuka chini, wanaweza kupatiwa hii fedha. Ni ya serikali, lakini imepitishiwa kule benki kwa sababu wenzetu wana uzoefu na namna njema ya kuona kwamba hela itarudi na wengine wapewe. Lakini asilimia ya mkopo huu ni 7% tu. Unapata milioni 4 ama 3 kulingana na maelezo yako, kulingana na andiko lako, kulingana na kazi unayoifanya. Iwe ni muuza mboga, muuza matunda, biashara ndogo zote. Mheshimiwa Rais ameweza kuzipa baraka na kuona kwamba aweke mkono wake pale wa fedha, ambayo huyu mtu atapewa ule mkopo kwa kutumia kitambulisho tu cha mfanyabiashara mdogo ambacho kinapatikana kwa maafisa biashara kwenye halmashauri zote nchi nzima. Kwa hiyo tunamwondolea kijana vile vikwazo kwamba lete hati ya nyumba, au lete hati ya ndoa, au lete hiki. Kwa hiyo kitambulisho tu kile cha halmashauri kutoka kwa afisa biashara, huyu mfanyabiashara mdogo tunakwenda kumgusa. Kwa hiyo kwa kesi ya wasusi, mimi niseme Chido Point anafanya kazi nzuri, na ndio maana nimesema nimuunge mkono. Kazi anayofanya ni njema. Mwitikio mpaka sasa ni mkubwa na ni mzuri, na watu wameufurahia kwa sababu mama aliweza kutoa kwanza bilioni 5 zikaisha. Kwa hiyo unaweza ukaona mwitikio ni mzuri. Bado tena Mheshimiwa Rais akaweka tena bilioni 5, sasa hivi zinaelekea kuisha tena. Tunaamini kwa kupitia makusanyo yetu ya ndani ya nchi yetu ya Tanzania, nchi nzuri, tunaamini kabisa tukiwa kama Watanzania wazalendo tutaendelea kutoa kodi zetu kulingana na shughuli mbalimbali tunazofanya, ili Mheshimiwa Rais akishaona yale makusanyo anatenga tena fungu, tunaamini atakuja kuongezea ili vijana wengi waendelee kunufaika. Wilson almaarufu kama Chido Point. Tuko hapa leo tunafanya ibada ya urembo na kuabudu.
Lengo kubwa la tukio hili ni kuhamasisha sekta ya urembo kumjua Mungu cha kwanza, na pia ni tukio la kipekee sana tumelifanya, halijawahi kutokea ndani na nje ya Tanzania, yani kukutanisha warembo kwa pamoja wakiwa wanapata huduma mbalimbali za kiurembo huku tunamtumikia Mungu. Warembo kutokea Dar es Salaam yote na mikoani, pia kuna watu wametoka Lindi wamesema tumekuja kwa ajili ya hili tukio. Kwa hiyo ni sehemu zote za Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Malengo makuu ni nini hasa? Malengo makuu ni kukutanisha warembo na kumjua Mungu. Sekta yetu ya urembo imekuwa, hata mzazi ukimwambia nataka kuwa salonisti, nataka kuwa hivi, anaona kama ni sekta fulani ambayo kama ukisema urembo tunachukulia Miss, models, yes. Kwa hiyo sekta yetu kama tumejitenga kidogo na uwepo wa Mungu. Kwa hiyo lengo kubwa ni kujisogeza karibu na Mungu. Na support yote kutoka serikalini ama kwa wadau wengine? Yani siku ya leo tunasema pasipo yeye pengine Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska tusingefanikisha hili jambo. Ametubeba kwa ukubwa kwa sababu yeye ni Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwa hiyo Wasusi tuko ndani ya makundi maalum. Ni maono makubwa sana ameyabeba kuhusu watu wa salonisti na ameahidi kutusaidia, na hiki kinachofanyika leo 70% ni mama ndo amefanya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Wasusi wote, na sio Chido Point tu ndo tuko humu ndani. Humu ndani ziko saluni zaidi ya 20. Yes, na kila mtu anapata wateja, anasuka huko anamwabudu Mungu. Kwa ufupi tu, tulishuhudia kwenye mitandao ya kijamii ukiwa na trend kwenye saluni yako huku ukiwa unajirekodi na kuimba hizo nyimbo za ibada. Pengine historia yako ikoje? Mimi nawaambia tu Wasusi wenzangu, Mungu katufunulia maono kupitia mimi. Hiki kitu ni kizuri. Nimepokea simu kwa wababa wengi wanasema nataka kumleta mke wangu, nataka kumleta aje kusuka mama yangu. Yani kimewaaminisha ya kwamba kumbe saluni inaweza ikawa extra safe place kuliko sehemu nyingi. Sisi tunaziomba wizara mbalimbali zijitokeze kusapoti Wasusi, ikiwemo Wizara ya Afya. Wasusi ni waanga sana. Wasusi wengi wanakufa. Mama zetu wamesomesha kwa ususi, lakini wengi wanaangamia kwa TB kutokana hawana ile elimu ya kwamba msusi anatakiwa avae maski wakati anatoa huduma. Pia kwenye kuweka mtu dawa, Wasusi wengine hawana elimu ya kuvaa gloves. Kwa hiyo inawamaliza kutokana na maambukizi ya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo tunaomba wizara mbalimbali zijitokeze kusapoti Wasusi. Pia kuna Wasusi ambao wako Kariakoo, wako Mwenge, wamejirundika sehemu moja. Mazingira kama ya sasa hivi ya mvua, kazi hakuna. Na hii sekta ina watu wengi, ina wamama, ina wadada, ina vijana wadogo. Kwa hiyo wakifanikiwa kutujengea hata machinga ya Wasusi sehemu moja ambapo wateja wanajua sehemu fulani nitakuta Wasusi, nitasukwa haraka, nitaondoka, tutashukuru sana. Kwa majina naitwa Salome Alfred. Nimetokea ila baada ya kujua kwamba atakuwa yuko hapa Ubungo, nikaona nifike mahali hapa kwa ajili ya kupata huduma ya ususi na kupendeza pia. Chido ameniinspire kwa namna moja ama nyingine kwa sababu mimi ni binti ambaye nimeokoka, nampenda Yesu. Nimependa huduma yake, kwanza kuimba, kuabudu. Nimependa hivyo. Yaani ameniinspire hivyo. Kwa kila mtu na anavyofikiria, lakini mimi napenda kuwaambia watu au kuwaambia mabinti ambao wameokoka hata ambao hawajaokoka, saluni sio sehemu ya kupiga umbea, saluni sio sehemu ya kuangalia video. Unaweza kufanya kitu kama hichi ambacho anafanya dada Chido, inakuwa inatoa hamasa hata kwa watu wengine ambao wanatamani kufanya vitu kama hivi. Kwa majina naitwa Abdallah Ibrahim Amir, ila wananijua kwa Abdul. Sawa, fani yako ni nini bwana? Fani yangu ni ususi kama mnavyoona. Watu wengi sana wanachukulia ususi kama ni wanawake tu. Kazi ya ususi sio ya wanawake tu. Kazi ya ususi ni ya kila mtu, kama mnavyojua sasa hivi tuko sawa. Na kazi ya ususi imenisaidia mimi kununua vitu vingi sana, kujilipia kodi, kujilipia kila kitu ambacho ninastahili katika maisha yangu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.